Waswahili wanakuambia hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Hatimaye sasa vita kati ya Marekani na Irani vimeshafika ukingoni baada tu ya kauli kutoka kwa viongozi wa Marekani akiwemo rais mwenyewe Donald Trump, lakini waziri wa vita Peter Hegseth pamoja na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Wote hao wametoa ishara rasmi kwamba vita kati ya Marekani pamoja na Irani vimekamilika rasmi. Na kile ambacho kimeonekana ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba anatarajia kabla ya safari yake ya wiki ijayo kuelekea nchini China, basi vita kati ya Marekani na Irani itakuwa tayari imekwisha rasmi. Lakini pia waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth naye alitoa kauli kwamba operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran ya Epic Fury imefika mwisho rasmi. Lakini pia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pia naye alisema kwamba operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran zimefika mwisho, yani ile operesheni ya Epic Fury ambayo ilikuwa ni operesheni ya vita ambavyo vilianza kuanzia Februari 28 kwa ushirikiano wa Israel pamoja na Marekani wenyewe kuishambulia Irani. Sasa hizi ni dalili njema kabisa upatikanaji wa amani, lakini vile vile matarajio ya kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Katika haya yote ambayo yanatokea, jinsi ambavyo viongozi wa Marekani walikuwa wakizungumza, tukianza na rais wa Marekani Donald Trump. Yeye ameendelea kutoa kauli tofauti kuhusu kumalizika kwa vita dhidi ya Iran, huku akisema kuwa mazungumzo ya amani yanaendelea na vita vinaweza kuisha haraka sana. Na kwa mujibu wa taarifa mpya ni kwamba Trump amesema Marekani imekuwa na mazungumzo mazuri sana na Iran kuhusu mpango wa kusitisha vita, na sasa Tehran inaendelea kupitia pendekezo la Marekani la makubaliano ya amani. Na ripoti pia zinaeleza Marekani na Irani zinakaribia kufikia makubaliano ya awali ya kurasa chache yatakayosaidia kusimamisha mapigano na kuanzisha mazungumzo mapya kuhusu masuala ya nyuklia na usalama wa eneo hilo. Jambo kubwa ambalo lilikuwa likisumbua tangu kipindi cha ceasefire kuanza ni eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Tumeshuhudia mashambulizi kadhaa ya meli kutoka pande zote pamoja na boti, lakini pia tumeshuhudia baadhi ya meli kulengwa, meli ambazo zilikuwa zikilazimisha kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini pia tumeshuhudia mzingiro wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo, lakini ukamatwaji wa meli ya Irani pamoja na matukio mengi ambayo yalikuwa yakiendelea katika eneo hilo. Mwisho wa siku tukashuhudia kauli za viongozi wa Iran wakieleza kwamba hakuna upitishwaji wa meli utafanyika pasipokuwa na makubaliano ya amani kwanza. Marekani ilikuwa inajaribu kutumia nguvu ili kushinikiza meli ziweze kupita katika eneo hilo, na ndio maana hata operation ya Project Freedom rais wa Marekani aliisimamisha na akasema kwamba kwa msaada mkubwa wa Pakistan, Marekani imeamua kusitisha kabisa operesheni yake Project Freedom ambayo ilikuwa inalenga usindikizwaji wa meli za kibiashara ambazo zilikuwa zimekwama katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Yule kamanda mkuu wa CENTCOM Brad Cooper alisema kwamba wao walikuwa na jukumu la kuzielekeza meli, sio kuzisindikiza, kuelekeza tu njia ya kupita. Sasa Trump alitangaza hivyo kwamba hata operesheni hiyo ya Project Freedom rasmi kwa msaada wa Pakistan ameamua kuisitisha haraka iwezekanavyo. Lakini pia wiki iliyopita pia Trump aliwaambia viongozi wa Congress kuwa mapigano dhidi ya Iran yamefika mwisho, akidai kuwa hakuna mashambulizi ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran tangu Aprili 7. Lakini akatishia kwamba mashambulizi yanaweza kuanza upya iwapo Iran haitakubali baadhi ya masharti muhimu, ikiwemo usalama wa njia ya mafuta ya Strait of Hormuz. Naye waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amekuwa ni mmoja wa viongozi wa Marekani waliokuwa wakitoa kauli kuhusu vita na Iran, ambapo yeye alieleza kwamba hatua ya mashambulizi ya vita dhidi ya Iran imeisha kabisa, na alisema kwamba operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyoitwa Operation Epic Fury imekamilika na sasa Marekani imehamia kwenye hatua ya ulinzi na diplomasia. Pia waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth naye alikuwa na jukumu kubwa la kuliongoza jeshi la Marekani katika vita hii, na yeye alisema kwamba
operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Irani imefika mwisho rasmi, lakini akaeleza kuwa Marekani bado ipo tayari kurejea vitani ikiwa hali itabadilika. Katika taarifa zake za hivi karibuni, Hegseth alisema kuwa operesheni ya mashambulizi iliyoitwa Operation Epic Fury, huku hatua ya Project Freedom iliyokuwa inalinda usafiri wa meli katika Strait of Hormuz ikiwekwa kusubiri kwa muda kutokana na mazungumzo ya amani yanayoendelea. Yani kana kwamba Marekani baada ya kuweza kusitisha operesheni yake Project Freedom ni kupisha mazungumzo ambayo yanaendelea kwa hivi sasa, ikiwa kurasa chache zinaandaliwa ili basi makubaliano hayo yasainiwe na amani iweze kupatikana haraka iwezekanavyo. Lakini tuje kwa upande wa pili wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi kwanza anafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Irani inakuwa salama kwenye masuala ya kidiplomasia, lakini pia Jamhuri ya Kiislamu ya Irani inadumisha uhusiano mzuri na mataifa mengine hata ambayo wamekuwa katika mgogoro kama Marekani pamoja na Israel. Hapa katikati Abbas Araghchi alifanya ziara ambazo zilisaidia kwa kiasi kikubwa sana hiki tunachokiona sasa hivi, Marekani kusitisha vita na Irani, lakini pia hiki ambacho tunakiona katika mlango wa bahari wa Hormuz, Marekani kuacha operesheni yake ya Project Freedom, kimesababishwa kwa kiasi kikubwa sana na ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kutembelea nchi za Urusi pamoja na China. Wiki iliyopita alisafiri kuelekea Moscow, Urusi, akazungumza ana kwa ana na Rais Vladimir Putin. Wakazungumza, na tunafahamu kwamba Putin na Trump ni marafiki kwa kiasi kikubwa sana. Wamekuwa wakizungumza viongozi hawa wa Urusi pamoja na Marekani. Sasa ikasaidia kupunguza ile pressure ambayo ilikuwa ikiongezeka kwa kiasi kikubwa sana kutokana na mashambulizi ambayo yalikuwa yakiendelea ya mlango wa bahari wa Hormuz katika siku za hivi karibuni. Lakini pia safari pia ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kwenda China pia imesaidia kwa kiasi kikubwa sana kupunguza mzozo huu, kwa sababu China ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran na Urusi yenyewe ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran. China kupitia rais wake Xi Jinping anatarajia kumpokea rais wa Marekani Donald Trump wiki ijayo pale Beijing. Si rahisi sana kwa rais wa Marekani Donald Trump kufanya safari kuelekea nchini China ikiwa bado Marekani na Irani zipo katika mzozo, kwa sababu yule ambaye anagombana naye ndiye ambaye anamuuzia mafuta China. Sasa China moja kwa moja hawezi kuwa sawa kikawaida, ataona kama Marekani anazidi kumfanyia figisu kwenye upande wa kibiashara, kwa sababu China ananunua sana mafuta kutoka nchini Irani. Safari hizo zilisaidia Irani kuhakikisha haijatengwa kimataifa, lakini pia kuna taarifa kuwa China na Urusi zilikuwa zikifanya mawasiliano ya nyuma ya pazia kati ya Tehran na Washington ili kupunguza uwezekano wa vita kuongezeka zaidi, hasa kuhusu usalama wa mlango wa bahari wa Hormuz na mashambulizi ya pande zote. Definitely inawezekana kabisa kwamba ni kweli China na Urusi zilikuwa zikifanya mawasiliano nyuma ya pazia kati ya Tehran na Washington ili kupunguza uwezekano wa vita kuongezeka zaidi, hasa kuhusu usalama wa mlango wa bahari wa Hormuz, kwa sababu Hormuz inalisha dunia mafuta mengi sana. Takribani 20% ya mafuta yanapita katika mlango wa bahari wa Hormuz kuelekea maeneo mbalimbali duniani. Sasa kama Hormuz inasaidia kwa kiasi kikubwa sana kulisha 20% ya mafuta sehemu mbalimbali duniani ikiwemo China na maeneo mengine, ni wazi kabisa kwamba Urusi pamoja na China walikuwa nyuma ya pazia kuhakikisha kwamba mazungumzo ya Marekani pamoja na Irani yanakuwa chanya na yenye makubaliano mazuri bila shaka yoyote. Kwa upande wa Marekani, kuona Irani ikiungwa mkono na China pamoja na Urusi kuliongeza umuhimu wa kumaliza mgogoro mapema ili kuepuka kugeuka mvutano mkubwa wa kimataifa unaohusisha nguvu kubwa duniani. Lakini pia hii inaashiria nini kwa Marekani kwa kauli zake ambazo zinalenga kumaliza mzozo kati ya Marekani pamoja na Irani? Sasa wanaingia katika mazungumzo rasmi ambayo hapa katikati yalianza lakini yalisuasua. Kwanza, Marekani inaonekana kutaka kuepuka vita virefu vya gharama kubwa Mashariki ya Kati, kwa sababu vita dhidi ya Irani vimeweza kuathiri uchumi wa Marekani, lakini bei za mafuta duniani na kuongeza presha ya kisiasa ndani ya nchi. Hasa uongozi wa rais wa Marekani Donald Trump umekuwa attacked kwa kiasi kikubwa sana, hasa na wabunge wa mlengo wa kushoto pale nchini Marekani. Lakini pili, Trump anaonekana kutaka kuonyesha ushindi wa kisiasa kabla ya safari yake ya China,
Kumaliza mgogoro kabla ya kukutana na China kunampa nafasi ya kuonekana kama kiongozi aliyedhibiti vita na kurejesha utulivu duniani, licha ya kuwa yeye mwenyewe ndiye ambaye alianzisha vita hii. Sasa anaianzisha na anaimaliza yeye mwenyewe. Tatu, Marekani inaonyesha kuwa bado ina nguvu za kijeshi, lakini inapendelea diplomasia kwa sasa. Ndio maana viongozi kama Peter Hegseth, Marco Rubio wanasema operesheni zimeisha kwa sasa, lakini jeshi lipo tayari kurudi vitani wakati wowote. Lakini pia kuna suala la biashara na uchumi wa dunia. Vita dhidi ya Irani vilitishia usafiri wa mafuta katika mlango wa bahari wa Hormuz, jambo ambalo lingeweza kupandisha bei za mafuta duniani, jambo ambalo limepandisha bei za mafuta duniani na kuathiri masoko ya Marekani pamoja na washirika wake. Sasa hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinaonekana kwa Marekani kwa nini wamemaliza vita dhidi ya Irani kwa hivi sasa. Kuna mambo mengi mbeleni ambayo yanatarajiwa kuweza kutokea. Hivyo kwa Marekani kumaliza vita na Irani ilikuwa ni muhimu zaidi kwa sababu ya jinsi ambavyo pressure ya kisiasa ipo, lakini uchumi wa dunia kwa hivi sasa ulipo. Lakini pia hata tunaona hii issue ya kupanda kwa bei ya mafuta duniani imekuwa ni issue ambayo inaumiza mataifa mengi duniani. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi leo hii, tutakujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu usiache kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.